na mimi naitwa Anna Henga, ni mkurugenzi mtendaji wa Electoral Manifahamu. Nakwenda kuelezea kilichotuleta hapa. Kwanza kabisa mtakumbuka kwamba waziri wa mambo ya ndani siku za nyuma hapo, wiki mbili zilizopita, alitoa agizo kwamba hakuna mikutano ya kisiasa kufanyika, na sisi ile tukaiona ni uvujifu wa haki za binadamu, kwa sababu watu kukusanyika ni haki za binadamu kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu na watu unaitwa ICCPR, lakini kwa mujibu pia wa mkataba wa Afrika wa demokrasia. Kwa hiyo sheria zote za ndani na za nje zinaruhusu watu kukusanyika na kuongea mambo yao. Kwa hiyo tukamtaka waziri abatilishe usemi wake, aombe radhi kwa wananchi na aruhusu mikutano. La sivyo tungesema tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo tunapenda kutoa mrejesho kwamba tumeshampeleka mahakamani waziri wa mambo ya ndani. Na kesi ni kesi namba 18130 ya mwaka 2026 ambayo inaitwa jina lake in the matter of the Constitution of the Republic of Tanzania of 1977 as amended, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act Practice and Procedure Rules of 2014, in the matter of application challenge of constitutionality of the statement made by the Minister for Home Affairs in the National Assembly on 26 June for purporting to suspend political meetings and the rallies of political parties. Ni maneno mengi sana lakini ya kisheria, ila hiyo inaonyesha tu kwamba tumetumia sheria hizo, sheria ya kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa katiba na hiyo sheria ya mwenendo. Lakini hii kesi ni kati ya Tanganyika Law Society mdai namba 1, Legal and Human Rights Center mdai namba 2, Dr. Wilbrod Slaa mdai namba 3. Kwa hiyo Tanganyika Law Society ni wanasheria kama mnawafahamu wa Tanganyika au wa Tanzania bara, ni chama ambacho wengi ni wanachama wake. Legal and Human Rights Center mnajua ni utetezi wa haki za binadamu, lakini Dr. Wilbrod Slaa ni mwananchi wa kawaida kwenye kesi hii. Tumemshtaki Patrobas Katambi ambaye ni mdaiwa namba 1. Tumemshtaki waziri wa mambo ya ndani kwa nafasi yake kama waziri. Kwa hiyo tumemshtaki kama yeye binafsi na tumemshtaki kama ofisi yake, ili siku akihamishwa wizara akabaki waziri mwingine, huyo tunaenda naye na yeye anaendelea na kesi hata akihama wizara. Lakini pia tumemshtaki Inspector General wa polisi na tumeshtaki vyama vingine viwili vya siasa. Tumewaweka kama na wenyewe washtakiwa kwenye hili shauri. Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Sasa ninaumia ninapoona nchi yangu inaendelea kwenda kwenye matope. Nchi yangu inaumia kwa sababu nchi yangu inatoweka. Taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote. Hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu. Taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya TANU zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa TANU. Mwaka 73 na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa, mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za kuzungumza, haki ambayo
hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha tano, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa katibu mtendaji wa tawi, halmashauri ya kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka. Tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Lakini la pili ni hii sura ambayo sasa tulishatoka kwenye chama kimoja, na bahati nzuri nilikuwepo. Kwa wale ambao wanapenda kusoma, nendeni kwenye kitabu cha Pius Msekwa alipokuwa spika wa bunge, mimi na John Cheo, mimi nikiwa Chadema, John Cheo akiwa Democratic, wote wawili tuliandika kila moja chapter kwenye kitabu kile ambacho kiko bungeni. Mkihitaji mnaweza kwenda pale, the situation of democracy in our country. Tukalinganisha kabla ya multipartyism hii ambayo imerudishwa baada ya kurudi mwaka 92, na tukailinganisha na hali iliyokuwepo kabla. Tumeandika kitabu, iko kwenye kitabu hicho. Sasa kama wakati ule tukasema hali imekuwa bora, leo nikitazama katika serikali ya awamu ya tano, kuanzia awamu ya Magufuli kuja kwa awamu ya kwanza ya Mama Samia kuja na awamu ya pili ya Samia, tunakwenda kwenye tope nene ambalo ni ile ambayo kama ni ng'ombe akikwama huna namna ya kumkwamua kwa sababu inatitia. Kwa ndio sababu kubwa mimi niliona niungane na wataalamu ndugu zangu kwa niaba ya wananchi niseme hapana, haki tuliyopata kikatiba badala ya kuiboresha alafu tunaziondoa, hiyo sio sawa na hiyo haikubaliki. Ndio maana nikasema na mimi nitakuwa tayari kwenda na wenzangu tukapeleke mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, vipengele wataongea wao mkihitaji, lakini kwa mujibu wa katiba yetu mahali pekee pa kupata haki katika nchi ni mahakamani. Kwa hiyo tunategemea majaji wetu watasikiliza, wataelewa uzito wa hiki tunachotaka kukiongea, na wao pia kama hawaathiriki leo, watoto wao na wajukuu zao ndio watakaoenda kuathirika. Kwa mtu asifikiri mimi leo nimejiokoa, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako hatakuwa jaji, atakuwa raia wa kawaida au atakuwa ofisa mahali fulani, lakini ataathirika kama leo taifa hili linavyoathirika. Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utoa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu, hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara, kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha, kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama, kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo, wanabaki wale tu, tena inaondolewa kwetu tu wa upinzani. Haki hizi zimekadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri, kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku. Timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, ugaidi uko kwenye siasa tu, au uko pia kila mahali. Bomu ikitupwa wote wananchi, wewe ni mchezo wewe nini, inaumia. Lakini kwa nini iwe kwenye siasa tu? Kwa hiyo mimi nadhani sababu zangu za msingi ni hizo. Mimi ni miongoni mwa mawakili. Tuko mawakili wengi sana ambao kwenye shauri hili. Yupo senior counsel pale Mpoki, yupo Doris Kafuku, yupo Edson Kilatu, yupo, ni wengi sana.
Kwa hiyo sio wakili mmoja, tuko mawakili wengi zaidi kwenye hili shauri, kwa sababu ni shauri ambalo linahusu maslahi ya watu. Na shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani, na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbrod Slaa, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa. Chama cha ACT Wazalendo pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana. Na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili haliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo, yakae kimya? Hapana, lazima ijitokeze, yapaze sauti. Lakini pia Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Sasa tunasema hili taifa ambalo wazee wetu waliliona miaka hiyo, mbona sio huru tena? Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi, linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo huwezi ukazuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa kiserikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo vyenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa hiyo watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya kuandamana, haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi? Unashiriki kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya
wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa hiyo kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nawapongeza Tanganyika Law Society, nampongeza Dr. Wilbrod Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani, ni njia mojawapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la msingi. Sasa kwa nini tunafikiri tamko lile linakiuka haki za binadamu? Sababu mojawapo ni kwamba waziri wa mambo ya ndani, aidha yeye binafsi au yeye kwa cheo chake, hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa. Hata polisi wenyewe ambao wamepewa mamlaka ya kuweza kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa wanazuia pale ambapo wamepewa taarifa. Hakuna zuio ambalo linaweza katolewa Tanzania nzima. Labda utuambie kwamba kwenye nchi iko kwenye hatari. Lakini kama ipo kwenye hatari, hatua zinajulikana za kufanya mkutano, ambapo hatua ya kwanza yule ambaye anataka kufanya mkutano anatoa taarifa. Kwa hiyo huwezi ukazuia mikutano kabla taarifa haijaja. Hata jeshi la polisi haiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo mtu akitoa taarifa ya mkutano, siku fulani nitakuwa na mkutano sehemu fulani, anaendelea na maandalizi yake ya mkutano mpaka pale ambapo atapewa taarifa, usiendelee na mkutano huu kwa sababu hizi. Sasa barua baada zijaja, unazuiaje? Subiri zije. Lakini bado mwisho wa siku tunamwona kwamba waziri ana mgongano wa kimaslahi, kwa sababu hao watu wakitoa taarifa ya mkutano wakazuiliwa, sheria inaelekeza wakati rufaa kwa waziri. Wataenda wapi sasa kama waziri mwenyewe kashazuia? Kwa hiyo ni mambo ambayo tunaona yanakiuka sheria za nchi. Hauwezi kuwa na waziri ambaye anaweza akatoa amri haramu, alafu jeshi la polisi likawa linatekeleza hiyo amri haramu, alafu wananchi wakakaa kimya. Lazima wachukue hatua. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo tunaona hana mamlaka ya kisheria. Lakini pia tamko hili ni la kibaguzi, lakini pia tamko hili halina sababu za msingi zinazoeleweka. Lakini pia tamko hili sio tamko muhimu kwenye nchi ya kidemokrasia. Wanasema necessary in a democratic society. Sio tamko la muhimu katika nchi ya kidemokrasia. Ndio maana tunaona kwamba watu wanaamua kuchukua hatua za kwenda mahakamani ili kuona, je, katika nchi ya kidemokrasia ni sahihi kuzuia mikutano ya vyama vya siasa kwa mtindo huu? Kwa hiyo sio kwamba tu sheria imruhusu, hana sababu pia ya msingi. Kama Dr. Slaa alivyosema, kama sababu ni za kiusalama, huwezi ukazuia mikutano, usalama ukawa tu hatari kwenye vyama vya kisiasa. Lakini paredi la Yanga likaa sawa, paredi la Simba likaa sawa, ikawa sawa, mikutano ya Injili ikawa sawa, Kariakoo watu wajae tu hivi, hamna shida. Saba ikawa sawa. Lakini mkutano wa kisiasa tu ndio ubaguzi unapoanza kuonekana. Na ndio maana usije ukafikiri kwamba umetoa tamko ukasema vyama vyote basi ubaguzi hamna. Ubaguzi upo aina mbili. Ubaguzi wa moja kwa moja, lakini ubaguzi ambao sio wa moja kwa moja, ambao unaweza kutoa tamko ambalo linaonekana kama vile la usawa, lakini matokeo yake ni ya kibaguzi. Ili tamko unaonekana kama vyama vyote, lakini linaathiri zaidi vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vinafanya mikutano, ndio ambao vimezuiliwa. Kwa hiyo sisi tunafikiri ni jambo muhimu sana watu kwenda mahakamani, kuchukua hatua za kwenda mahakamani, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni mikutano ambapo wananchi at least wanapata imani na taifa lao. Lakini sio hilo tu, hata Jumuiya ya Madola imeitaka serikali hakikisha kwamba mikutano ya vyama vya kisiasa inarudi, ili mwisho wa siku watu waweze kupata sera mbadala. Kwa sababu watu wapati sera mbadala, hawazipati bungeni, hawazipati sehemu yoyote, watapata wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri hicho ambacho kimeenda mahakamani kimeshafikishwa mahakamani, na shauri hili tunasubiri tu tarehe ni lini litaanza kusikizwa mahakamani, lakini ni shauri ambalo tayari limeshapangwa kwa majaji. Na majaji kikatiba, majaji watatu wanasikiliza. Na shauri hili liko kwa waheshimiwa majaji watatu. Mheshimiwa Jaji Isaya Alfani ndio jaji wa kwanza, lakini pia Mheshimiwa Jaji Irvin Mugeta ni miongoni mwa majaji, lakini pia Mheshimiwa Martha Mpaze ni miongoni mwa majaji ambao wanatakiwa wasikilize shauri hili la kikatiba.